uchunguzi na mashtaka. Wakati huo huo, serikali imefanikiwa kurejeshewa kiasi cha shilingi milioni 5 kupitia utaratibu wa makubaliano ya kukiri kosa kwa hiari, plea bargaining. Hii ni baada ya kufunguliwa kwa kesi za jinai dhidi ya watumishi wawili wa umma katika wilaya za Korogwe na Muheza waliobainika kutumia vibaya madaraka yao na kufanya ubadhirifu wa mapato ya serikali na kusababishia serikali hasara. Uchunguzi ulibaini ubadhirifu wa fedha za serikali kiasi cha shilingi milioni 9,568,881 zilikusanywa katika vyanzo mbalimbali kwa kutumia mashine za posi. Baada ya kesi kufunguliwa mahakamani, washtakiwa waliomba kufanya makubaliano ya kukiri makosa yao kwa hiari, plea bargaining, kwa mujibu wa kifungu cha 201 hadi 208 vya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 marejeo ya mwaka 2023. Katika utekelezaji wa utaratibu huo, baada ya majadiliano ya kisheria na ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali DPP, washtakiwa walikubali kurejesha fedha za serikali na tayari kila mshtakiwa amerejesha kiasi cha shilingi milioni 2,500,000, hivyo kufanya jumla ya fedha zilizorejeshwa kufikia milioni 5. Hatua hii inaonyesha dhamira ya dhati ya kulinda fedha za umma, kuhimiza uwajibikaji na kutumia mifumo ya sheria kwa ufanisi ili kurejesha fedha za serikali na kuhakikisha haki inatendeka. Vile vile, katika kipindi husika, malalamiko 64 yalipokelewa. Kati ya malalamiko hayo, malalamiko 42 ambayo ni sawasawa na 65.6 yalihusu vitendo vya rushwa na malalamiko 22 ambayo ni sawasawa na 34.4 haya kuhusisha vitendo vya rushwa. Kwa yale malalamiko yanayohusu rushwa, majalada ya uchunguzi yamefunguliwa na yapo katika hatua mbalimbali. Kwa malalamiko yasiyohusu rushwa, wahusika wameshauriwa na malalamiko mengine yamehamishwa katika idara husika. Kwa upande wa mashtaka, Jamhuri imepata ushindi wa kesi 2 na jumla ya kesi zinazoendelea mahakamani mpaka sasa ni 5. Uelimishaji umma. Ili kuongeza ushiriki wa wananchi katika mapambano dhidi ya rushwa, TAKUKURU imewafikia wananchi 155,729 katika kipindi hiki. Njia zilizotumika kuwafikia ni pamoja na semina 78, mikutano ya hadhara 40, uimarishaji wa klabu 104 na klabu za wapinga rushwa, maonyesho 5 na vipindi vya redio 21. Aidha, kupitia kazi zote hizo tumefanikiwa kuongeza uelewa na kukuza ushirikiano wa wadau katika uzuiaji na kupiga vitendo vya rushwa, hasa katika huduma za jamii na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Naendelea kuhimiza na kutoa wito kwa wananchi wote waishio mkoa wa Tanga kuhakikisha kuwa wanashiriki kikamilifu katika uzuiaji wa vitendo vya rushwa katika maeneo yao na wasikubali kujihusisha na vitendo vya rushwa. Asanteni.